Gilly Bonny Online TV. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Yes, kwa majina naitwa Lembrus Mchome, ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro, lakini vile vile pia ni mjumbe wa baraza kuu la chama taifa. Nimependa leo niongee na Watanzania pamoja na wanachama wenzangu, kwa sababu nimekuwa nikipokea simu nyingi sana za nini kinaendelea kutokana na sakata ambalo nilimwandikia katibu mkuu wa chama changu barua, katibu mkuu wa zamani Mheshimiwa John Mnyika, barua ya kwamba baraza kuu la tarehe 22 mwezi wa kwanza halikuwa na akidi, na hivyo basi maamuzi yote ambayo yalifanyika katika baraza kuu hilo, maamuzi hayo ni batili. Barua hiyo nilimwandikia siku ya tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2025. Na hata hivyo katibu mkuu wa zamani Mheshimiwa Mnyika alinijibu barua yangu tarehe 28, na barua niko nayo hapa. Barua hii alinijibu na akieleza kwamba moja kati ya mambo ambayo alieleza katibu mkuu Mheshimiwa Mnyika ni kwamba sina uhalali wa kuhoji kwa sababu sikuwepo kwenye baraza kuu hilo, kitu ambacho kwa kweli kinanishangaza kwa sababu vikao vile vikubwa vya chama vilikaa kwa muda wa siku 3, nikimaanisha baraza kuu la tarehe 20, mkutano mkuu tarehe 21 ambao ndio ulifanyika uchaguzi na tukampata mwenyekiti wetu mpya wa chama Mheshimiwa wakili msomi mwanasheria nguli Mheshimiwa Tundu Lissu. Na baada ya hapo tarehe 22 kikafanyika kikao kingine cha baraza kuu ambacho wao wanasema, na kuna mahali mwenyekiti wangu wa chama amenukuliwa akisema kwamba sikuwepo kwenye kikao hicho, ili hali nilikuwepo kwenye kikao hicho cha tarehe 22, na ndio maana kwenye vikao vikubwa hata stahiki zangu nilipatiwa. Sasa napata shida kuona kwamba stahiki zangu nilipatiwa, alafu mwenyekiti wangu wa chama anasema sikuwepo, lakini katibu mkuu wangu wa chama mwenyewe anasema sikuwepo kwa barua ambayo alinijibu. Lakini hata kama ningekuwa sipo, hii haiondoi uhalali au haileti uhalali wa katiba ya chama chetu kuvunjwa. Kwa hiyo nimeona kuna mahali katiba ya chama chetu imevunjwa, na ndio maana nikafanya hayo ambayo nimeyafanya. Kwa hiyo baada ya katibu mkuu Mnyika kunijibu barua yangu tarehe 28 mwezi wa pili, sikuwa nimeridhika na majibu hayo. Kwa hiyo nikajishauri na nikaona ni namna gani ambavyo naweza kufanya au hatua zipi ambazo naweza kuzichukua zaidi ili tuweze kulinda katiba, kanuni na miongozo ya chama chetu kama jinsi ambavyo inaelezwa kwenye katiba yetu ya chama ya mwaka 2006 toleo la 2019 kuhusiana na swala zima la uendeshaji au uendeshwaji wa vikao pamoja na maamuzi ambayo yanafanyika kwenye vikao. Kwa hiyo baada ya kutafakari kwa kina, nikaona upo umuhimu wa kumwomba msajili wa vyama vya siasa basi aweze kuingia kwenye hili na ili tuwe na uongozi ambao upo halali kikatiba. Kwa hiyo siku ya tarehe 15 mwezi huu wa 3 nimemwandikia msajili wa vyama vya siasa barua, na nimemwomba mambo makuu 4 kwenye barua yangu. Jambo la kwanza ambalo nimemwomba msajili ni achunguze uhalali wa kikao cha tarehe 22, kikao cha baraza kuu, ikiwemo kupitia nyaraka za kikao hicho, ikiwemo akidi
ile orodha ya wanachama ambao walikuwepo siku hiyo, lakini vile vile pia agenda za kikao hicho, na pia kuona ni namna gani ambavyo kulikuwa kuna watu ambao hawakuwa wajumbe halali wa kikao, lakini walipigia kura kumthibitisha katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara pamoja na Zanzibar, lakini vile vile pia wajumbe wale wa kamati kuu watano ambao waliteuliwa na mwenyekiti wa chama. Na katiba yetu iko wazi. Katiba yetu iko wazi kwenye hilo. Ukiangalia ibara ya 7.3.2 ya katiba ya chama inaweka wazi na inaeleza kwamba katika vikao vya uchaguzi ni wajumbe halali tu wa kikatiba ndio wataruhusiwa kupiga kura. Wawakilishi wa wajumbe wa kikatiba kama watakuwepo, watatakiwa kutoka nje ya ukumbi wakati wa kupiga kura. Na tumeona na hii pia msajili anayo, katibu mkuu wetu wa zamani wa chama chetu anayo. Wapo wajumbe ambao niliwalalamikia ambao sio wajumbe wa kikao hicho, lakini walikuwa ndani na wengine wanaonekana wananyoosha mikono. Mmoja wapo ni Dr. Nyamatara Tengecha, lakini wapo kina Askofu Mapinduzi, wapo kina Askofu Mwamakula, walikuwepo kina Rose Mayemba na wengine wengi. Hasa ni jambo la uvunjifu wa katiba kama watu hawa walikuwepo ndani na wakapiga kura ili hali sio wajumbe. Kwa hiyo nimemwomba msajili pia apite kwenye hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo nimemwomba msajili ni kwa mamlaka alionayo kwa mujibu wa sheria za vyama vya siasa kubatilisha maamuzi yote yaliyofanyika kwenye kikao kile cha tarehe 22 cha baraza kuu kwa sababu hakikuwa halali. Maamuzi hayo ni pamoja na kubatilisha uteuzi wa katibu mkuu wa sasa Bwana John Mnyika, naibu katibu mkuu bara, naibu katibu mkuu Zanzibar, lakini vile vile pia wajumbe watano wa kamati kuu walioteuliwa na mwenyekiti wetu wa chama taifa. Hilo ni jambo la pili ambalo nimemwomba msajili. Lakini jambo la tatu ambalo pia nimemwomba msajili ni maamuzi yote ambayo yamefanyika. Maamuzi yote ambayo yamefanyika na kamati kuu iliyoketi yoyote ile kuanzia tarehe 22 mwezi wa kwanza mpaka leo, kubatilisha maamuzi yote yaliyofanywa na kamati kuu kwa sababu kamati kuu hiyo haikuwa halali, kwa sababu ilikuwa ina wajumbe ambao sio halali. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne na la mwisho ambalo nimemwomba nimemwomba msajili wa vyama ni kuitaka Chadema iitishe baraza kuu haraka ili wajumbe hawa wote, ili tuweze kufanya uteuzi upya kuanzia kwa katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara, naibu katibu mkuu Zanzibar, pamoja na hao wajumbe watano walioteuliwa na mwenyekiti wetu wa chama. Hasa nafanya hivi kwa sababu gani? Yanaongelewa maneno mengi sana kwamba Mchome anatumika, lakini nafanya hivi kwa ajili ya kukinusuru chama changu. Ninyi nyote ni mashahidi. Makamu mwenyekiti wa CCM taifa mzee Steven Wasira kwenye mmoja ya majukwaa alinukuliwa akiongea kwamba Chadema watu wenyewe hao wamechaguana tu, hata akidi haikuwepo. Imagine, huyo ni makamu mwenyekiti wa CCM taifa, na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni kweli tunasema no reforms, no election. Sasa kama chama kitaamua kuchukua maamuzi ya kuingia kwenye uchaguzi, ninachokiangalia mimi, kwa mujibu wa katiba yetu ya chama, wagombea ubunge wote wanapitishwa na kamati kuu.
Je, itakuwaje kama hawa wagombea ubunge wataenda kuwekewa pingamizi na wagombea wa CCM kwamba wamepatikana kwa njia ambayo sio halali, wamepitishwa na kamati kuu ambayo sio halali? Ndio mambo ambayo mimi najaribu kuyaangalia kwa mapenzi mema ya chama changu, na sio vinginevyo kama jinsi ambavyo watu wanaongea. Kwa hiyo hayo ndo mambo ya msingi ambayo nimependa kuongea leo na ninyi wanachama wenzangu wa Chadema, lakini vile vile pia wa Tanzania kwa ujumla. Asanteni sana, nashukuru. Sawa. Chome, umezungumzia kwamba kwa mujibu wako wewe akija ikutimia na viongozi wote walioteuliwa na kupitishwa na wajumbe ambao walihudhuria kwenye hicho kikao ni batili. Sasa nini kifanyike kwa hao viongozi, kwa sababu mpaka sasa hivi wapo madarakani na wanaendelea na majukumu yao? Kwa ushauri wako wewe, unashauri nini kifanyike? Asante. Nimeeleza kwenye barua ambayo nimemwandikia msajili wa vyama vya siasa nini kifanyike. Kinachopaswa kufanyika ni baraza kuu letu la chama ambalo lina almost wajumbe 400 liitishwe upya ili liweze kufanya uteuzi wa katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara na Zanzibar, lakini vile vile pia liweze kupitisha wajumbe hao ambao waliteuliwa na mwenyekiti ili sasa wawe wajumbe halali na ili waweze kuendelea na kazi zao. Asante. Katika maamuzi haya ambayo naweza nikaita ni magumu yafanya, mwazi ameibua mjadala mkubwa sana kama hivyo unavyosema unatumika na kadhalika. Kuna vitisho vyovyote ambavyo umevipata juu ya maamuzi haya mpaka sasa tangu umeanza? Na kwa kuongezea hilo jibu yote, umeonekana kwa jinsi utaratibu jambo hili ambavyo unaliendesha mara baada ya uchaguzi wa chama ukamilika wa ndani, umeonekana kama uongozi ule uko sasa hivi hauko upande wako, ni kama kufanya hili jambo ni kama unawapiga mawe. Je, tueleze una uhusiano gani kati ya wewe na uongozi wa sasa hivi wa Chadema mpya? Na hapo la mwisho hilo, msimamo wako juu ya no election no reform ni upi? Na hata pia kuhusu kampeni ya sasa ambayo Chadema wameamua kuwekeza nguvu kubwa sana kiasi cha kufanya mikutano na hadhara mikoani kama inavyoendelea tone. Neno lako ni lipi na msimamo wako ni upi katika hilo? Asante. Labda nianze na hili la vitisho. Nilieleza mara ya mwisho nilipoongea na waandishi wa habari nikiwa Arusha. Ni kweli vitisho vipo, kwa sababu hata press ambayo ilikuwa niifanye hiyo siku wapo vijana na niliwataja mmoja hapo. Nilitaja kwa majina yake, anaitwa Mzambia. Alikuja mahali ambako nilikuwa nafanyia press, eneo moja linaitwa Capital, liko maeneo ya CK, akiwa na wenzake wakanifanyia fujo na kusababisha nikashindwa kufanya press kwenye hilo eneo na kuhamia kwenye hoteli nyingine, nikaweza kufanya press. Kwa hiyo vitisho hivyo vipo, na naamini mimi ninachokifanya nafanya kwa ajili ya kutafuta haki ambayo siku zote Chadema tumekuwa tukisimamia misingi ya haki, tumekuwa tukisimamia misingi ya tukiamini kwenye kufuata katiba. Kwa hiyo hivyo vitisho vipo na tunakabiliana navyo, lakini vile vile pia vipo vitisho vingine hata vya kunifukuza wanachama pamoja na uongozi, na hata leo nimepokea simu nyingi sana za vitisho vya kufukuzwa wanachama na kwenye baadhi ya magrupu nimeona hata msemaji wetu wa chama, nikimaanisha mkurugenzi wa habari pamoja na uenezi, ametoa maelekezo sehemu fulani. Kwa hiyo nitaulinda wanachama wangu kwa namna yoyote ile. Nitajua kwamba ninafanya kwa sababu yako mambo mengi ambayo naweza kuyafanya kwa ajili ya kulinda wanachama wangu, kwa sababu nimekulia kwenye hiki chama. Nimeingia Chadema tangia mwaka 2007 mpaka leo niko Chadema.
sijawahi kuwa mwanachama wa chama kingine chochote kile kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nitaulinda wanachama wangu kwa namna yote ile, nitaona kwamba ninafanyaje. Lakini umezungumzia msimamo wangu juu ya no reforms. Chadema siku zote tunasimamia kwenye misingi ya kufuata katiba. Tumelalamika mara nyingi sana kuhusiana na swala zima la chaguzi ambazo zinafanyika kwenye nchi yetu. Tumeongea mara kadha wa kadha. Nyie mtakuwa mashahidi. Uchaguzi wa 2020 mliona jinsi ulivyokuwa. Uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 mmeona jinsi ulivyokuwa. Uchaguzi wa 2024 mwaka jana serikali za mitaa mmeona jinsi ulivyokuwa. Nchi hii inahitaji kuwa na mfumo mzuri wa uchaguzi ili tuweze wananchi wapate kiongozi ambaye wanamtaka. Tukiendelea na mfumo uliopo leo hii, ni dhahiri kwamba hatutaka tuitoe CCM madarakani, kwa sababu Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.